ambazo kwamba ziko baina yetu sisi na baina ya salafia alwahabia khawarijul asr. Katika mazungumzo ya kile kipindi tukaingia mpaka katika masala ya hali ya elimu ambayo kwamba iko sasa hivi hapa nchini kwetu na baina ya mitaala ambayo kwamba tuko nayo katika marakizi zetu. Je, ni kweli hii mitaala ambayo kwamba tuko nayo inaweza kurudisha majid na utukufu na hali ya elimu ambayo kwamba tulikuwa nayo katika miaka ya nyuma? Unajua, tunapozungumza Afrika Mashariki, miaka ya nyuma huko ilikuwa ni kitovu kikubwa cha elimu duniani, si labda ukanda wa Afrika peke yake, duniani. Katika kitabu kimoja cha al-Allama Said Abdul Qadir Junaid, Sharif Junaid maarufu, mwanachuoni mkubwa, alikuwa hapa, alitoka Yemen. Ana kitabu chake anakiita al-Islamu wal Arabu al-Hadarim fi Sharq Afrika, Uislamu na Waarabu wa kihadhara Yemeni katika Afrika Mashariki. Katika kile kitabu ameeleza tukio la mmoja katika ulama wa Yemen, mjukuu wa al-Faqih al-Muqaddam Said Alwi, takriban karni 6 zilizopita, alikuja kusoma Mogadishu. Alikuja kusoma Mogadishu hapo Somalia. Ametoka Yemen. Fikiria Yemen ya karne 6 zilizopita. Alisoma kwa Yemen, kisha akaenda akasoma Maka, kisha akasoma wapi? Mogadishu. Na tukio hilo pia al-Allama al-Sheikh Burhan Mukalla al-Qumri, mwanachuoni mkubwa alikuwa Yemen, ana kitabu chake maarufu kinaitwa al-Alfiyatul Wadhiha katika nahwu na sarfa, kama alfiya al-Imam Ibn Malik ile. Ana kitabu chake anakiita al-Qumriyun, kitu kama hicho. Katika kitabu chake hicho pia tukio hilo amefanya nini? Amelieleza. Lakini pia mmoja katika ulama wa Yemen anaitwa Al-Habib Ibrahim Bismith, yuko Madina kule, ana kitabu chake anakiita Sharh Usuli Tariqati Sadat Ali Baalawi. Hii Ali Baalawi watu wengi tuwajiita Ali Baalawi, ni tarika katika turuki za kisufi, zina usuli zake ambazo kwamba ni 5. Sasa ana kitabu chake kile, katika kitabu chake kile pia tukio hili amefanya nini? Amelieleza. Yani hili linatuletea sura ya Afrika Mashariki katika upande wa elimu ambao kwamba tulikuwa nayo. Lakini ukisoma vitabu kama Al-Alfiyatul Wadhiha cha Sheikh Burhan Mukalla, pia ni kitabu cha nahwu na sarfa katika kimetungwa kimashairi kama Alfiya Ibn Malik tunaisoma, inatuonyesha hali ya elimu ambao kwamba tuko nayo. Lakini vitabu vingi ambavyo kwamba pia vilivyotungwa na ulama wetu wa Sharq Afrika, si ulama ambao kwamba waliokuja, ni ulama ambao kwamba walikuwa ni wazawa. Lakini pia niwaambia, katika matunda ya elimu ya Afrika Mashariki ni yule mwanachuoni mkubwa tunaona pale, mufti wa Omani Sheikh Ahmad Khalili, ni mzaliwa wa Zanzibar na amesoma Zanzibar na anajua Kiswahili ajabu. Yani Kiswahili kile chenyewe kabisa. Kuna clip moja nimeona anaeleza katika balagha za Kiswahili, anasema katika Kiarabu unaposema mathalan Hafid ni mjukuu tu, au mjukuu wako wa kwanza, au mjukuu wako, yani mjukuu wako wa pili, hivyo hivyo, hiyo inaitwa ni hafidi tu. Tuko vizuri sana. Lakini au sibtu kama ametoka kwa mtoto wa kike. Lakini asema katika Kiswahili katika upande huu ni kipana zaidi. Utasikia kuna mjukuu, kuna kitukuu, sijui kuna kilembwe, sio kuna kilembwekize, sio kuna kinyinginya, sio kuna kichana ndevu. Umeona? Ajabu, kasema kwamba hata Ahmad Khalili anajua. Mufti wa Oman. Amesoma Unguja, kwa nini asijue na Kiswahili kule ndo kwao? Ametoka Unguja akiwa takriban na miaka 18 hivi. Na alipoenda Omani hakukaa muda mrefu sana mpaka kupata ule mufti. Sababu ule mufti amepata bado ni kijana kabisa. Hii inakupa taswira ya Afrika Mashariki ambayo kwamba tulikuwa nayo. Alafu sasa na ukiangalia hata Uislamu ulioletwa huku ni ulamai wetu sisi masufi. Tunazungumzia usufi hapa, tuzungumzie kitu kingine.
Kwa sababu sasa hivi kuna baadhi ya watu wanapozungumza usufi wanajua labda ni mambo ya udarweshi tu na hakadha, ushaona katika zawia za kisufi ni udarweshi na ile mambo ya kufanya basi kazi kwisha. La, usufi haukuwa hivyo. Lakini kuna tukio moja pia nilieleza la Al-Habib Ahmad bin Smith, babake Al-Habib Umar bin Smith wa Unguja. Kuna mmoja katika ulama wa Misri Azhar aliandika kitabu cha miqati. Al-Habib Ahmad bin Smith alipokitia mkononi akakitoa makosa kadhaa akakirekebisha, alafu akamtumia yule mwanachuoni. Yule mwanachuoni alipofanyia bahthi akasema kweli haya ilikuwa ni makosa hasa, na lau si huyu kunizindua nisingezindukana nayo. Mpaka hapo ukaungana urafiki baina Al-Habib Ahmad bin Smith na huyo mwanachuoni. Hilo tukio ameleleza Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi katika kitabu chake baadhi ya wanazuoni wa Mashariki ya Afrika. Hii ni Afrika Mashariki. Sasa nikazungumzia hali ya marakizi zetu na mitaala ambayo kwamba tuko nayo inaruhusu kutengeneza watu kama kina Al-Habib Umar bin Smith, kina Al-Habib Ahmad bin Smith, kina Sheikh Burhan Mukalla, kina Abdallah Al-Farsi, kina Sheikh Suleiman Al-Alawi wa Unguja na ulamai wengine ambao kwamba walikuwa wanavutia dunia inakuja huku. Hilo ni swala ambalo kwamba tulijadili kiupana katika hiyo barnamiji. Lakini suala lingine ambalo kwamba tulilozungumza ni ihtimamati ya viongozi wetu kutilia umuhimu na kipaumbele tasnia hii au upande huu wa elimu. Je, viongozi wetu wana mikakati gani ya kurejesha hali ya elimu sawasawa katika ukanda wetu? Kwa sababu hata serikali hizi zinakuwa zina vision. Tasikia kuna vision ya miaka 30 mbele, kuna vision ya miaka 2000 na ngapi. Je, sisi hilo suala lipo katika upande wetu? Hayo pia ni masala ambayo kwamba yanapasua kichwa. Kwa sababu yani haiwezekani, mathalan unasikia mara nyingi watu walalamika, hatupati nafasi za kwenda kusoma nje, hatupati kadha. Je, elimu ya juu yapatikana nje peke yake? Yani sisi hapa tuna miaka mingapi katika upande wa elimu, alafu bado sisi kila siku tunalilia, yani kilio chetu sisi kikubwa ni kupata nafasi kwenda kusoma hapa nje. Yani mtoto akianza kuinukia kusoma, si kwamba kuna mwanachuoni fulani pale asema nikitaka kupata elimu za juu nitaenda, anafikiria kwenda wapi? Kwenda nje. Pia ni suala ambalo kwamba linapasua kichwa kweli, kwa sababu sasa hivi angaa kidogo kuna nini? Kuna wafadhali. Lakini fikiria generation ambayo kwamba inaokuja baada yetu sisi watakuwa katika hali gani? Na si kwamba masala haya haiwezekani, la, masala haya yanawezekana. Tukiamua tukajipinda kisawasawa, watu watakuwa wanatoka nje kuja kusoma hapa Tanzania. Tuko vizuri sana. Juzi nilikuwa na mmoja katika ikhwa, pia tulikuwa tukijadili masala haya ya kielimu. Nikamwambia katika shughuli ninazoendelea nazo sasa hivi za kielimu, nilisherehesha miezi iliyopita kitabu cha Muthallath Qutrub, Nadhmu Muthallath Qutrub cha Sheikh Abdul Aziz Al-Maghribi. Ni moja katika vitabu vya lugha. Unajua watu wanajua fani za lugha ni nahwu, sarfa, balagha peke yake. Fani za lugha ziko 12. Ukisoma katika mukaddima tu wa Jami' Udurusi al-Arabia anaeleza fani 12 za nini? Za lugha. Katika hizo fununi za lugha kuna fani inaitwa matni lugha. Katika fununi za lugha kuna fani inaitwa fannul muthallathat. Fannul muthallathat ni fani maalumu ambayo kwamba yashughulikia vilma kimoja ambacho kwamba kinakuwa kina maana tatu na tofauti yake ni haraka tu. Tuko vizuri sana. Mathala kuna kilima ghamru ni ghain, si ndio? Mim na ra, ghamru. Ukisoma ghamru ina maana yake, ukisoma ghimru ina maana yake, ukisoma ghumru ina nini? Ina maana yake. Al-ghamru ma'un ghazra. Ukisoma ghamru ni al-ma'ul kathir. Wal ghimru hiqdun sutira. Ghimru ni nini? Ni kifundo. Wal ghumru dhu jahlin sara fihi wa lam yujarrib. Ghumru ni al-jahl. Kuna ule mshairi mmoja asema yadhunnu al-ghumru أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بدون شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير ضل من توم الحكيم. كيف غم غمر غم. alafu kuna السلام kuna السلام kuna السلام.
tahiyatul mar'i salam. Ukisema salam ni salam, salamu alaykum. Tahiyatul mar'i assalam. Wasmul hijarati silam. As-silamu ni ismun min asma'il hijara. Katika majina ya mawe hijara ni jiwe, lakini katika majina yake ni as-silam. Tuko vizuri sana? Lakini ukisema as-sulam ni mfupa ambao kwamba upo hapa katika mkono, hapa katika kifundo cha mkono, unaitwa ni as-sulam. Hii inaitwa fanul muthallathat. Sasa hii fani pia ulama wameiandikia. Mwanachuoni wa kwanza aloandika ni al-Alama Muhammad bin Mustanir Qutrub, mwanafunzi wa Sibawayhi. Huyo alikuwa ni mwanafunzi mwandamizi wa Sibawayhi. Alikuwa akifika katika darasa ya Sibawayhi wakati kabla al-fajr. Sibawayhi akamwambia ma anta illa Qutrubu zaman. Akamwambia wewe ni Qutrub. Qutrub ni mdudu mmoja huwa anatembea usiku kucha halali. Akamwambia wewe ni Qutrub. Walala wakati gani? Saa 10 uko hapa. Huyu ndio mwanzo aliandika kitabu cha Fanul Muthallathat, aloivumbua hii fani. Kama tunavyosema kina al-Allama al-Khalili ambao kwamba alovumbua fani ya arudhi, yeye ndo alovumbua Fanul Muthallathat. Baada ya hapo akaja akaandika al-Allama Ibn Sidi al-Batlayus, akaandika katika fani hii. Baada ya hapo akaja al-Allama Ibn Malik. Ibn Malik ameandika vitabu vitatu katika fani hii. Kuna kitabu chake anakiita al-I'lam bi Muthallathil Kalam, kina beti 2800 ambacho kama ni kikubwa zaidi ya 1000 mara mbili. Kisha akaandika al-I'lam, kisha akaandika Ikmalul I'lam. Sasa mimi nisherehesha kitabu hiki cha Muthallath Qutrub, kisha sasa hivi nasherehesha kitabu hiki I'lam bi Muthallathil Kalam chenye beti 2800, nishasherehesha takriban beti 1400. Mujallad wa kwanza, mujallad wa pili nitamalizia. Sasa yule bwana akaniambia, sasa hivi vitabu unavyoandika atasoma nani? Tuko vizuri sana. Wewe waandika, lakini je, wasomaji wako wapi? Allah. Kumbe wakati tunapofanya hizi harakati kujenga marakiz, kujenga nini, lazima tuandae wasomeshaji na nini? Na wasomaji. Mathalan sisi mara nyingi tunapozungumza mambo ya elimu, watu wazungumzia majengo nini, lakini elimu si majengo. Wazee walisoma chini ya miti. Wanaotoa hiyo elimu tumewaandaa. Tukijaribu tunaweza. Hata wakati mmoja nilienda kozi moja katika kozi iliyohudhuria Azhar, kukawa kuna musabaka wa khataba, yani kuhutubu. Katika ule musabaka alishiriki mimi, mmoja katika mashekha wa India na mmoja katika mashekha wa Jordan, yeye ni mufti wa mkoa kule kwao, anaitwa Dr. Muhammad. Katika ule musabaka mtu wa kwanza akawa ni mimi, wa pili akawa ni ule Mjordan, wa tatu akawa ni ule Mhindi. Na tulikuwa tuna mashekha wengi katika ile kozi, hilo tukio kila mmoja afahamu. Katika mashekha tuliokuwa nao hata mkimuuliza, kuna shekha anaitwa Sheikh Abdallah Nyumba, ni imamu pale Kariakoo, msikiti gani ile? Kiblatain, ndio. Sheikh Abdallah Nyumba tulikuwa naye. Tulikuwa tuna bwana mmoja ni shekhe kule Kigamboni na markazi yake. Wanakumbuka hilo tukio. Sasa tulipotoka, Sheikh Abdallah Nyumba akasema, kumbe bwana hata sisi tunaweza tukiamua Yaani Mtanzania anamshinda Mwarabu wa Jordan. Wale tulipotoka pale, baadhi ya ikhwa wa Afrika Magharibi na nini wakaja kuniuliza, wewe umesoma khiriji wa jamia gani? Wengine wakawa wanafikiri mimi ni Msudani. Nikamwambia la, mimi ni Mtanzania. Umetakharaja katika chuo gani? Nikamwambia nimesoma Tanzania. Baada ya hapo ulitoka enda kusoma jamia gani? Nikamwambia sisoma jamia yote, nimesoma Tanzania tu basi. Ushaona? Huko nje tumesoma kwa ulama, lakini si labda tulisafiri kwamba tukaenda nchi fulani. Tumesoma huko nje, lakini si kwa kusafiri hivyo. Tuko vizuri sana. Lakini mahalu shahidi ni wapi? Sisi huku tunajihisi mara nyingi ni wanyonge. Yaani sisi mara nyingi tunajihisi ni wanyonge. Utasikia mtu akifungua markazi kubwa, basi inabidi tuandike barua Azhar tuombe nini? Walimu. Inabidi tuandike barua Yaman tuombe nini? Tuombe walimu. Kumbe huko nyuma hawa walikuwa wakiomba walimu kutoka huko Afrika Mashariki. Hili ni swala muhimu sana ambalo kwamba yatakikana tufanye tulijadili, na sisi kama ulama, kama mashekhe, kama wahadhiri, hauwezi kuwa mhadhiri bila elimu. Tuko vizuri sana. Wewe unayo, je, generation inayokuja huko nyuma mmeiandalia mazingira gani? Mimi sizungumzii mazingira ya kuwa na connection nyingi ya kupata scholarship na minha. Tunazungumzia mazingira tu. Sasa hivi tunapozungumza hapa sisi matarika, maraki zetu karibu zote marhala ya juu kabisa ni thana. Kana utasikia mtu ajifakhiri kabisa, mimi nina shahada ya thanawi bwana, usinione hivi. Ala, thanawi nayo ni shahada kubwa, unaweza kujifakhiri mbele za watu, si ndio? Tuko vizuri sana.
Maraki zetu zote ni ibtidaia, mutawasita, tena thanawi zenyewe taaban ziko maututi kule wanaita ICU. Tuko visana. Anakuja mtu wa thanawi unamfanyia ikhtibari. Anakuja mtu mmoja wa thanawi ataka nimtafutie scholarship Kenya kwenda kusoma. Wamfanyia mtu ikhtibari, hata ile imlai hazipo. Imlai yani mtu kuandika jumla mustaqima arabiyatan dhaif, ametakharaj thanawi. Na huko vichochoroni unakuta na madrasa yake na msikiti wake mtegemewa. Sasa jamaa, hali hii itaendelea mpaka lini? Ni swala sisi tuna connection, kila mwaka tunapeleka wanafunzi. Mathalan sisi hapa toka miaka 60 tunapeleka wanafunzi nje Azhar. Hao wanaoenda kusoma Azhar wakirudi huko, ziko wapi faida zao? Toka virzani. Maana watu wakirudi huko waingia mtaani, ya Allah usikia tu yule khiriji wa Azhar bwana, yule khiriji wa Azhar bwana. Mathalan hakuna ubaya mtu kufanya biashara nini, lakini je, hii amana uliochukua unaitoa? Tutakwambia bwana shekhe, ajira hakuna. Sasa shekhe, hii elimu ni masala, ni amana ya Allah. Sawa, umekosa ajira, hii ni taksiri ya viongozi wetu. Watu wenye pesa, wenye uwezo nini, inabidi wamakinishe watu elimu. Wamefanya taksiri. Sasa watu wakifanya taksiri ndio ususe sisomeshi. Sasa hamjanipa ajira sisomeshi. Hii pia ni taksirat. Sasa baada ya hapo ndio haya mashakili tunayoona, faudha katika masala ya fatwa, katika nini. Juzi tu kuna mmoja hapa katika wahadhiri amesema, mimi ni mhadhiri nasimama katika mawkifu yangu ya nini, ya uhadhiri. Neno nimelipenda sana, kwa sababu kuna watu wengine hawajijui, hawajitambui. Yaani kila mtu, unajua sisi tunakamilishana. Huyu amesimama upande huyu, huyu amesimama upande huyu. Juzi kuna bwana mmoja amezungumza masala ya Arafa. Ana hapa na viapo kama vyote. Shekhi, masala haya umesoma wapi? Yule Sheikh Abuidi alimwambia mmoja, maneno haya ni mazuri lakini umepata kitabu gani? Wallahi wa billahi wa tallahi, mimi najuana na mashehe hapa, wanafunga siku watu wakisimama. Sheikh, hayo ndio maneno ya kielimu? Kila mmoja lazima asimame katika nini? Katika mawkifu yake. Wewe ni mhadhiri, tunakuheshimu. Mimi hapo kiniambia nizungumze kama mzee Mazinge hapa, sijui Luka ngapi, sijui nani alikuwa na msomaji wake mmoja anamuita Yahaya mpe, mimi nitamwambia mpe nini sasa? Marehemu sasa hivi Allah amrahamu. Atampa nini? Kwa hivyo huyu anatusaidia upande huu, lakini tunapokuja katika upande wa fatwa, lazima tuheshimu pia hii ni tasnia na watu wake. Unajua fatwa hata si kila aliyosoma fiqh ni mufti. Tulipokuwa kule Azhar tulisoma hasa kozi maalumu ya fatwa. Fatwa huwa lazima ujue wakati, sehemu na hali ya yule mtu. Azhar walituambia mathalan katika mathala ya ahwali shakhsia, kwetu sisi ahlus sunnah wal jamaa, ukisema mtu akitoa talaka moja akatoa kwa tatu, nimekupa talaka tatu, kwetu sisi fiqh yetu nini? Ni tatu vile vile. Hii takriban imekuwa ni jumhuri ya fuqaha wetu, karibu wote wamesema hivyo. Lakini Azhar wamesema katika masala haya kuna baadhi ya ahwali, kuna baadhi ya ulama wamekhalifu katika masala haya. Mathalan fiqh ya Jaafaria, wao wanasema talaka tatu mtu akitoka pamoja, ukimwambia nimekupa talaka tatu ni moja Jaafaria. Kwa ziko baadhi ya ahwali wanatumia kauli hii ya Jaafaria. Mtu kuna baadhi ya ahwali mtu akimpa talaka mke wake tatu kwa pamoja, wanahukumu kwa nini ni moja, kulingana na hali. Huyu mtu ana watoto, ana kadha na kadha. Ziko baadhi ya ahwali. Sasa hii inatuonyesha kwamba si kila alosoma fiqh pia anafaa kuwa nani? Mufti. Yani ile umufti pia unasomewa. Ndio maana katika usulul fiqh Sheikh Sabasi kuna mlango babul mufti wal mustafti. Kumbe umufti pia unasomewa. Sasa wewe unakuja kuibuka tu masala haya, mimi najuana na mashekhe kadha. Mambo huzungumzwa hivyo, yani kiwepesi tu. Allahu Akbar. Tuko sana. Kwa hivyo huyu shekhe ameongea neno zito sana. Mimi ni mhadhiri, nasimama katika nafasi yangu ya uhadhiri. Masala ya fatwa nitawacheni mashekhe. Neno zito sana, fala andikwe na wino wa dhahabu. Kuna wengine hawajitambui kabisa yuko upande gani. Utamkuta kwenye siasa yeye ni mufti wa siasa, kwenye kadha yeye ni mufti. Wallahi muda umeenda. Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Na samahani kwa tatwili inshallah. Afwan. Assalamu alaykum. Afwan.